akampenda, akamwambia, umepungukiwa na neno moja. Enenda ukaviuze ulivyo navyo vyote, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Walakini yeye akakunja uso kwa neno hilo, akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Amen. Umefika 27, si ndio? Yesu akatazama kote kote, akawaambia wanafunzi wake jinsi itakavyokuwa shida mwenye mali kuingia katika ufalme wa mbinguni. Wanafunzi wakashangaa kwa maneno yake. Yesu akajibu tena akawaambia, watoto, jinsi ilivyo shida wenye kutegemea mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Ni rahisi ngamia kupenya katika tundu ya sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Nao wakashangaa mno, wakimwambia, ni nani basi awezaye kuokoka? Yesu akawakazia macho akasema, kwa wanadamu haiwezekani, bali kwa Mungu sivyo, maana yeye yote yawezekana kwa Mungu. Amen. Bwana Yesu, tunalibariki jina lako. Tunakushukuru Mungu mkuu, Mungu mwaminifu. Karibu Roho Mtakatifu katikati yetu, tufundishe, tuwezeshe kuelewa. Fungua haya masikio yetu ya ndani, tuelewe haya maandiko, lakini pia yatusaidie kuyaishi, ili ya kwamba Mungu tuwe vile wewe ambavyo Mungu nataka tuwe. Nami nitumie kama mtoto wako na mtumishi wako kwa ajili yako, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Tunataka tu tujifunze kutoka kwenye hii mistari michache habari ya mtu mmoja ambaye Biblia inamtaja kwamba alikuwa tajiri. Unajua Biblia ikisema ni tajiri kweli. Sio mtu tu amebadilisha gari, amebadilisha starlet, amebadilisha hapo na muona tajiri. Biblia ikisema alikuwa tajiri kweli. Amen. Ina maana maisha yake kwa namna ya kifedha hakuwa na shida. Hizi shida ndogo ndogo, hakuwa mhangaikaji. Amen. Mtu huyu akaenda kwa Yesu. Na inawezekana alisikia habari nyingi juu ya Yesu. Akaenda kwa Yesu, akaanza kufanya mazungumzo na Yesu. Lakini anapoenda, yeye anauliza swali, lakini ili ujue maana ya alichokuwa anauliza, ni lazima ufuatilie majibu ya Yesu. Haleluya. Unajua Yesu ninampenda sana. Majibu yake ukiyafuatilia huku, kuna namna fulani lazima akili zako ziwe na akili ili uelewe. Lazima hautamuelewa. Unaikumbuka habari ya Yohana Mbatizaji? Unaikumbuka ya kwamba wakati yuko gerezani, akatuma wanafunzi wake, nendeni mkamuulize, huyu ndiye au tumtarajie? Hakujibu huyu ndiye, isipokuwa akawaambia wanafunzi wake, kamwambieni vipofu wanaona, viwete wanatembea. Haleluya. Ili umwelewe mtu anapomuuliza Yesu, fuatilia majibu ya Yesu. Haleluya. Haleluya. Huyu mtu anaenda kufanya mazungumzo na Yesu. Nifanye nini ni ulithi uzima wa milele? Biblia inaniambia Yesu akamwambia, wazijua amri? Ashukuriwe Mungu kwa ajili ya wazazi wa huyu kijana. Akasema tangu utoto. Acha unajua Biblia ukubwani. Umebanwa na shida ndio unakuja kwa Yesu. Umepigika kiuno kimeenda upande ndio unamtaka Yesu. Umepigika kwenye vilabu una mapengo ndio unamtaka Yesu. Umebanwa kwenye kona ndio unamtaka Yesu. Huyu Biblia inaniambia alikuwa anazijua tangu utoto. Tujifunze wazazi ya kwamba inawezekana unasema unadhania mtoto haelewi. Hivyo mdogo, achilia hivyo. Ni maneno mawili, achilia. Ni neno moja, achilia. Vinaingia. Na Biblia inaniambia sio tu kwamba alikuwa anajua, alikuwa ameshika. Sijui kama unaelewa maana ya kushika. Kushika kitu. Kushika kitu. Alikuwa amefundishwa neno la Mungu kiasi kwamba ilikuwa ni sehemu ya maisha yake.
Amelala ameshika ya kwamba usiongee uongo. Anaamka ameshika ya kwamba usizini. Analala ameshika ya kwamba uheshimu baba na mama. Yaani maisha yake yote alikuwa ameshika. Kuna watu wanamshika Yesu wakiwa wamefikika.